Hii ndiyo siku aliyofanya Bwana, tufurahi na kushangilia. Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka katika wafu. Haleluya, haleluya, tuitikie haleluya, 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 haleluya. Wapendwa, hii ndiyo siku tuliyoisubiri. Hii ndiyo siku ambayo tulijiandaa kwa siku 40 kwa kufunga, kwa kusali na kwa matendo ya huruma. Leo hii tunashuhudia tukio hili ambalo Bwana wetu Yesu Kristo amekuwa mshindi, ametoka kaburini, yu hai mzima, na sisi tena hatuna haja ya kuogopa. Hakuna kitu kitakachotutisha ila dhambi. Hakuna kitu kitakachotuogofya, hakuna kitu kitakachoturudisha kaburini isipokuwa nafsi zetu, uhuru wetu. Wapendwa, ufufuko wa Bwana ni swala la imani. Hakuna ambaye alishuhudia, aliona kabisa Bwana wetu Yesu Kristo anafufuka. Hakuna. Tunasimuliwa na mashahidi, kwa sababu ni ufufuko wa Bwana ni swala la imani. Kufufuka katika wafu katika maisha yetu ya kawaida ni jambo ambalo haliwezekani. Nani ambaye kati yetu hapa anaweza kusimulia ya kwamba fulani alikuwa amekufa akafufuka? Hakuna. Na ndiyo maana sisi kifo kinatisha. Ndugu yako, mwanao, mkeo, mmeo, baba yako, mama yako akafa. Baada ya kufa ukamwona tena, watu huwa wanakimbia. Tumsifu Yesu Kristo. Watu huwa wanaogopa. Sio siri, hata katika mitandao ya kijamii hivyo vichekesho watu wanaigiza kwamba mtu kafa, alafu ananyanyua miguu, ndugu zake wanatawanyika. Anainua mkono hivi, ndugu zake wanatawanyika. Kulikuwa na bwana mmoja ambaye huko kwetu, mimi natoka kanda ya Ziwa, alienda ziwani kuvua samaki pamoja na wenzake. Katika safari zao za kusafirisha mizigo ya samaki, huo mtumbwi ukapinduka, mali zao zote zikapotelea ndani ya ziwa, wakafa karibu wote, akabaki peke yake. Yeye akaweza kushikilia katika kimti fulani, akaogelea mpaka ufukwe wa Uganda, kama wale wanaojua kanda ya Ziwa. Badala ya kuwa huku sehemu ya Tanzania, akaenda kutokezea huko Uganda. Akatoka, watu wakamsaidia, akapona, akapata nguvu. Baada ya miezi kadhaa, nyakati zile kulikuwa hakuna usafiri, akarudi nyumbani, akakuta walishaomboleza, matanga yalikwisha fanyika, wameshamsahau. Akatokea, ilikuwa ni kazi ngumu
ilikuwa ni kazi ngumu. Anafika pale nyumbani, mke wake hataki kumkaribia, watoto wanakimbia, ndugu zake ilichukua siku 3 wanamgusa, hivi ndiwe wewe? Ilichukua siku 3 wakaanza kufanya sherehe. Walipojua ya kwamba jamani, ni mimi, jamani, ni mimi, yaliyonisibu 1, 2, 3. Kwa nini tunakimbia mfu? Hata mimi nilikuwa nakumbuka nikiwa mdogo, nilikuwa ukisikia zile kelele za kifo kule kwetu, kuna namna gani, kuna namna fulani wanapiga kelele za kifo, nilikuwa najificha ndani. Kifo kinatisha, kifo kinatisha. Lakini siku ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anasema kifo hakitishi tena, kwa sababu baada ya yeye kufufuka katika wafu, wote tuna uhakika wa kuishi milele. Na hii ndiyo sababu leo tunafurahi na kushangilia, tunafanya shangwe. Bwana wetu Yesu Kristo ameshinda kifo na mauti. Lakini ni jambo la ajabu ya kwamba sikukuu ya Pasaka ni sikukuu ambayo ni kama vile katika jamii haina umaarufu sana, haina umaarufu sana. Mmesikia jana usiku watu wakilipua fataki? Hamna, hakuna, haina umaarufu. Ni ajabu. Wakati sikukuu hii, sherehe ndiyo kitovu cha imani ya kila anayemwamini Kristo. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tufurahi na kushangilia. Tumpigie Mungu makofi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tunatembea kichwa mbele. Dhambi haitutishi, japokuwa mwanadamu anabaki huru. Hakuna kitu kitakachoturudisha kaburini isipokuwa sisi wenyewe. Na ndiyo maana katika kitabu cha Matendo ya Mitume, somo la kwanza tulilolisikia, Petro yupo kwa Kornelio. Huyu Kornelio alikuwa ni jemadari wa jeshi la Kirumi, mpagani ambaye alipata kumfahamu Yesu na akataka kujua zaidi, ndiyo akamwita Petro. Na ndiyo maana tunasikia hapo Petro anamwenjilisha toka mwanzo, jinsi Mungu alivyomteua huyu, akamleta ulimwenguni, akatembea huko na huko akihubiri na kutenda miujiza. Lakini mwisho wake ulikuwa ni mateso, kifo na kifo. Bwana akamfufua siku ya mwisho. Ndugu zangu, sisi wote tumebatizwa katika fumbo hilo la Pasaka, na wale waliobatizwa usiku wa jana wameingizwa katika fumbo hilo. Tulisikia jana katika waraka wa Wafilipi ya kwamba kila aliyebatizwa ameunganishwa na kifo cha Kristo, akaingia kaburini pamoja na Kristo na akafufuka pamoja naye. Na sisi maisha yetu ya imani yapo katika fumbo hilo. Hivyo basi inatupasa na sisi
kumwishia Kristo, kuyatazama yale yaliyo juu. Katika siku ya leo kulikuwa na uhuru wa kusoma masomo mawili. Leo tumesoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho, lakini kuna somo hili ambalo linatoka kwa Wakolosai akisema, mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi kuume kwa Mungu, yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi. Wapendwa, baada ya sherehe hizi za Pasaka, baada ya jitihada zetu nyingi tu za kujinyima, za kufunga, za novena, za rozari ya huruma ya Mungu, wengi wetu tutarudi katika kuangalia chini, tukaacha kuangalia yaliyo juu, ambapo huyu aliyefufuka anatuelekeza. Ndio hayo anawaasa Paulo kwa Wakorintho, akasema, majivuno yenu siyo mazuri, kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo ulichachua donge zima? Majivuno ni mojawapo ya mizizi 7 ya dhambi, na sisi tuna kishawishi cha kurudi katika mizizi hiyo ambayo inaturudisha katika makaburi, inaturudisha katika giza, tukaacha kuona mwanga wa Kristo huo ambao jana tumeuimbia mbiu, tukasema huo ndio usiku aliyoufanya Bwana, na mwanga huo unatuangazia hadi uzima wa milele, hadi maisha yetu yatakapoisha. Wapendwa, katika Injili tunasikia mashahidi wa ufufuko. Maria Magdalena, Petro na yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda, hawamtaji jina. Katika teolojia ya siku hizi wanatuambia si vema kufikiria kwamba yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda ndiyo Yohana. Hapana. Kwa nini Yohana anaandika kuhusu ushuhuda wake na hajitaji? Ni kwa sababu huyo mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda anatuwakilisha sisi sote. Ndugu zangu, ufufuko wa Kristo umeshuhudiwa na hawa watu watatu. Jana tumesikia habari za Maria Magdalena na Maria yule mwingine, wanawake katika jamii ya zamani ya wakati ule ya Kiyahudi na ulimwengu uliowazunguka walikuwa hawahesabiwi, walikuwa wanahesabiwa wanaume tu. Ndio maana hata katika simulizi za Yesu kulisha watu wanasema alilisha watu 4,000 au 5,000 wanaume tu, ndio wanaokula zaidi. Msifu Yesu Kristo. Bila kuhesabu wanawake na watoto. Kwa sababu hiyo ufufuko wa Bwana una mashahidi ambao hawaaminiki katika jamii, mashahidi ambao hawana ruhusa hata kutoa ushahidi mahakamani, kwa sababu wanaonekana hawaaminiki. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anapindua meza, ufufuko wake unashuhudiwa.
Biblia inashuhudiwa na wanawake. Na Maria Magdalena angekuwa mwanaume, angekuwa anasimama pamoja na Petro katika kiti hicho, lakini alikuwa mwanamke. Lakini Maria Magdalena akapewa zawadi ya kushuhudia ufufuko wa Bwana, na akaambiwa, nenda kawaambie wanafunzi wangu wataniona Galilaya. Ni ajabu, leo hii anakimbia, anaenda kuambia Simoni Petro na yule mwanafunzi aliyempenda, wamemwondoa Bwana. Mimi sijui, hatujui walikomweka. Bado anaomboleza, bado machozi yamemfumba macho, bado huzuni imemfumba macho. Ndugu zangu, na sisi katika maisha yetu ya imani tunaweza tukawa au tuko hivyo kama Maria Magdalena. Hata ndani ya mioyo yetu imani yetu bado inaishi katika kaburi. Maria Magdalena anaenda kaburini, na sisi tuna vishawishi vya kurudi kaburini, kuendelea kulia, machozi yanatufunga. Lakini Maria Magdalena, baada ya tukio la kaburi liko wazi, ni kama kuna kitu fulani kimeingia ndani mwake, anaanza kusema hapa kuna kitu. Na sisi katika imani yetu tuendelee kuwa kama Magdalena, tukawatangazie watu habari ya kwamba Kristo amefufuka na kifo sio tishio tena. Lakini pia tuwe kama Petro. Kawaida picha tunazozitumia katika ikonolojia, wanasema kwa lugha ya teolojia, ikonolojia ya Kristo inamwonyesha Petro kama mtu mzee hivi na mandevu, asijui ni kweli. Na katika siku hizi na leo tunaona wanakimbia wote mbio, lakini yule mwanafunzi mwingine anakimbia upesi zaidi, anafika kwanza kaburini. Wapendwa, Petro anawakilisha sisi sote, kanisa. Na ndiyo maana Petro anafika kaburini. Yule mwanafunzi hakuingia ndani, alimsubiri Petro. Petro anawakilisha kanisa ambao ni sisi wote, lakini kanisa la kihierarkia, la daraja. Tukamkimbilie Bwana wetu Yesu Kristo ndani ya kanisa. Tumkimbilie Bwana wetu Yesu Kristo ndani ya kanisa, kwa sababu ndani ya kanisa ndiko kuna wokovu. Katika mtaguso wa pili wa Vatikani kuna sentensi katika dokumenti za Lumen Gentium, extra ecclesiam nulla salus. Extra ecclesiam nulla salus, manake nje ya kanisa Katoliki hakuna wokovu. Nje ya kanisa Katoliki hakuna wokovu. Na kanisa Katoliki, ndugu zangu, sio hili lilokaa hapa. Kanisa Katoliki ni pana zaidi. Siku ya Ijumaa tulifanya sala kwa ajili ya wale waliokombolewa na Kristo. Tuliwaombea watu wote wanao
wasiomjua Mungu, wanaomkana Mungu, Wayahudi, viongozi wa serikali, wanaolia, wanaomboleza, wote tuliwaombea. Na hawa ndiyo kanisa Katoliki ambalo Bwana wetu Yesu Kristo ametoa uhai na uzima kwa kifo na ufufuko wake. Kwa hivi nje ya kanisa Katoliki hakuna wokovu, manake Kristo mwenyewe ndiye Mwokozi pekee. Kristo ndiye Mwokozi pekee. Wale ambao wanatafuta wokovu nje ya Kristo, Kristo ni mwili, na kanisa lina kichwa cha huo mwili ni Kristo mwenyewe. Wale wanaotafuta wokovu nje ya kanisa Katoliki hawataupata, wanaishia kukata tamaa. Mtu wa tatu ndio huyo mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda, ambaye ndiye baada ya Petro kuizinisha, kufungua mlango wa kaburi, kuona vile vitambaa, akaingia, akaona, akaamini. Katika Injili huyu ni kielelezo cha imani yetu. Akaingia, akaona, akaamini. Petro hatukusikia mahali ambapo Petro anasema aliamini. Na baada ya hapa, ndugu zangu, Jumapili ijayo na Jumapili za Pasaka zinazofuata tutasikia mara nyingi ya kwamba wale wafuasi wake, wale thenashara, wale waliokuwa karibu na Yesu, iliwachukua muda mrefu kuamini kwa sababu ya ubinadamu wetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuimarishe katika imani ya kwamba Kristo amefufuka, ameshinda mauti, ameshinda dhambi, ameshinda vikwazo vyote ambavyo tunaweza kupambana na maisha yetu. Tulisikia jana kuhusu Yesu akivunja minyororo ya dhambi. Alivunja minyororo ya dhambi katika hiyo Pasaka kama mnakumbuka. Lakini pia tulisikia jiwe lile liliondolewa kaburini. Ndugu zangu, mioyo yetu inaweza kuendelea kukandamizwa na lile jiwe tukashindwa kutoka. Leo hii Kristo anasema nimefufuka na mimi ningali pamoja nanyi, kama wanakwaya ndivyo wanavyotuidhinisha. Basi nichukue nafasi hii kuwatakia Pasaka njema, tuishi Pasaka hii kiroho, tufurahi na kushangilia, kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho tunaweza tukafurahia ila uzima, kwamba kifo sio tishio tena, ya kwamba uzima aliyotuletea Kristo ni wa uzima wa milele. Bwana Yesu amefufuka kweli kweli. Haleluya, 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 haleluya.